baada ya swala hii zitakazofuata, tuendelee kufanya kunuti kwa jambo hilo. Lakini na imani wengi wenu hamuujui vizuri mgogoro na chanzo cha mapigano ya Mayahudi na Wapalestina. Naomba niitumie fursa hii kueleza machache juu ya mgogoro huu. Nataka nizungumzie historia, ni mada ndefu. Mtapata fursa, mtapata muda hapa msikitini ama namna nyingine nitafanya darsa ya jambo hili, ili jamii ipate kujua ukweli juu ya mgogoro wa Israel na Palestina. Wanapigania kitu gani? Kuna watu wanadhani mgogoro wa Israeli na Palestina ni mgogoro wa kidini. Kuna watu wanadhani mgogoro wa Israeli na Palestina ni mgogoro wa ukabila. Kuna watu wanadhani mgogoro wa Palestina ni mgogoro wa ardhi. Sasa napenda nizungumze na Waislamu na niambie dunia juu ya mgogoro wa Israeli na Palestina kihistoria. Mimi Dr. Sule ni miongoni mwa wasemaji wachache wa dini ya Kiislamu wana historia kutoka katika nchi yetu ya Tanzania. Na kwa hivi ninavyosema, Tanzania tumebaki watatu tu tuliopitia historia. Niko mimi, mwalimu wangu Shekhe Makwangu Ramadhani Suleimani Makwangu, hasikiki sana, si mtu maarufu sana, lakini ana elimu kubwa ya historia, na Shekhe Yusuf Omari ambaye sasa ni katibu mkuu wa Al-Malidi Taifa, taasisi ya mihadhara ya Al-Malidi. Mimi nilipata fursa ya kupitia kidogo elimu ya historia kwa walimu wa historia. Ukiachilia mbali elimu niliyoisoma kwenye kanisa nikiwa Muislamu hivi, niliwahi kupita kwa walimu kadhaa waliosoma historia. Nimesoma kwa marehemu Sheikh Othman Ngoi, ni mwenyeji wa Kigoma. Nimesoma kwa marehemu Sheikh Muhammad Umi, ni mwenyeji wa Mtwara. Nimesoma kwa marehemu Sheikh Waziri, ni mtu wa Kigoma. Nimesoma kwa marehemu Sheikh Abubakari Mwilima, DC wa kwanza Morogoro, katika serikali ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alifanya mihadhara na kina marehemu Ngariba na kina marehemu Kawemba, ndio alikuwa mwenyekiti yeye na marehemu wakati ule, na marehemu mzee wetu Othmani Matata. Nimesoma kwake historia. Miaka hiyo mwishoni mwa miaka ya 80 na mwanzoni mwa miaka ya 90. Sasa nachotaka tu niwaeleze, mgogoro wa Israeli na Palestina una historia ndefu sana. Darasa hii haitatosha, lakini nitagusa zile pointi za msingi, alafu tukomee mahala tupate angalau mwanga. Kwa nini wa Palestina na Waisraeli wanauana? Tuwajue wa Palestina ni kina nani, tuwajue Waisraeli ni kina nani. Historia hii inaweza kukupa sura ya kujua kwa nini mgogoro upo. Ndugu zangu, wa Palestina na Waisraeli kihistoria ni kizazi kinachotokana na Nabii Ibrahim, lakini wote wawili wamechanganya damu. Naomba nisikilizwe vizuri hapa. Kihistoria wa Israeli na wa Palestina ni kizazi cha Nabii Allah Ibrahim,
lakini wote wawili, Waisraeli na Wapalestina, wamechanganya damu, wameharibu, wameubomoa, wameunajisi ule uhalisia wao, yani ule uhistoria wao wa awali wameuharibu. Kihistoria, Waisraeli na Wapalestina wanatoka kwa Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam kihistoria ni Muiraki. Naomba unisikilize vizuri, msikilizaji wangu. Nabii Ibrahim kihistoria ametoka Mesopotamia, Ulwa wa Kardayo, Iraki ya sasa. Kiukabila Nabii Ibrahim ni Mkurdish, anatoka Ulwa wa Kardayo, Mesopotamia, Iraki. Imekuwaje amekwenda kuishi Israeli, Palestina? Hapa ndio watu tunatakiwa tujifunze. Imekuwaje kumekuwa na mgogoro baina ya Waisraeli na Wapalestina? Hapa ndio tunatakiwa tujifunze. Ukitaka kuijua historia ya Nabii Allah Ibrahim, utaiangalia vizuri kupitia kitabu cha Qur'ani. Nataka niguse kipande kimoja cha historia ili tumpeleke Nabii Allah Ibrahim Mesopotamia, Iraki. Nabii Ibrahim zama za utawala wake, zama za unabii wake, aliyekuwa kiongozi wa dola ya Iraki alikuwa akiitwa Namrudha bin Kanaani, ama ukipenda Nimrodi. Biblia imemuita Nimrodi. Qur'ani katika Qisas al-Anbiya, vitabu vya historia ya Uislamu, vimemuita Namrudha bin Kanaani. Anatajwa mtu huyu katika surati al-Baqara, sura ya 2 kwenye aya ya 256, 58 na kuendelea. Namrudha bin Kanaani ama Nimrodi alitaka kumuua Nabii Ibrahim. Tukisema tuianze historia ya maisha ya Nabii Ibrahim chini, tutachukua muda, kwa sababu Nabii Ibrahim katika kipindi cha tangu kuzaliwa mpaka ana umri wa miaka 12 hakupata kuonana na mtu yoyote zaidi ya baba yake na mama yake. Kwa nini? Kwa sababu Namrudha aliyekuwa kiongozi wakati huo aliamrisha watoto wote wa kiume wauawe, na wanauawa kwa sababu walipigiwa lamri. Kiongozi huyu akaambiwa atakuja kijana. Watu wa Faraki walipiga Faraki. Unachotakiwa kujua, Faraki ni ukweli. Sometimes Faraki ina majibu ya kweli, lakini Mungu anachoharamisha ni yale matokeo ya Faraki. Ndio maana lamri ikawa haramu. Sijui naeleweka vizuri? Uharamu wa Faraki hauji kwa sababu haisemi ukweli. Madhara yanayotokana na Faraki ndio Mungu kayatazama, na ndio sababu Faraki na lamri ikawa haramu. Lakini sometimes lamri inasema vile vile, na mabwana walipiga lamri wakasema atazaliwa mtoto wa kiume, na huyo ndio atakayevunja ufalme wa Namrudha bin Kanaani. Akawauliza Namrudha, mnanishauri nini? Wakamwambia uwa watoto wa kiume kuanzia mtoto wa miaka 3 mpaka 0, alafu tengeneza utaratibu wa nyumba 10, yani ukatengenezwa mabalozi wa nyumba 10, ambao kila nyumba 10 anakuwepo mtu mmoja. Kazi yake kubwa kuangalia nani ana mimba, amezaa mtoto gani. Akiwa wa kiume anapelekwa kwa mfalme, anauawa. Akiwa wa kike ananusurika. Nabii Allah Ibrahimu ana miaka 12, mji mzima una wasichana watupu, mwanamume mvulana peke yake. Na ndiyo maana hata katika hii aya ya Qur'ani, Nabii Ibrahimu alipokuwa amevunja masanamu pale ndani, unaona kauli iliyoletwa na Mwenyezi Mungu. Mabinti katika ile familia, katika ule mji, ndo alisema, tumemsikia kijana mmoja akiitwa Ibrahimu anaisema sana vibaya miungu yenu, huenda yeye ndo kaichoma moto kaikatakata. Nabii Ibrahim alikuwa katika mazingira ya dhiki sana, si historia kuzungumza. Lakini alipokuwa mkubwa, Nabii Ibrahim
alipomuoa Bibi Sara ambaye kifamilia ni mtoto katika familia ya baba yake mkubwa, wameoana mtoto wa ammi, Nabii Allah Ibrahim akalazimika kuhama, kukimbia mauaji, kukimbia vurugu, baada ya kuwekwa katika tanuri la moto kwa siku kadhaa. Historia ndefu, na ndio tunapata ile dua Mwenyezi Mungu anatufundisha kutoka kinywa cha Nabii Ibrahimu, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, maneno aliyoyatamka Nabii Ibrahimu wakati anatiwa motoni. Jambo hili lilikwenda Nabii Ibrahimu akahama kutoka Iraki akaenda kuishi Palestina. Alipofika Palestina, hii Palestina ya leo, aliwakuta wenyeji. Ibrahimu hakukuta poli pale, aliwakuta wakazi wako pale wanaishi na maisha yao. Wakampokea Nabii Ibrahimu, akaishi pale, maisha yakawa ya dhiki. Nabii Ibrahimu akawa hana kitu, uchumi ulikuwa mgumu. Akaona hapa cha kufanya, wacha nikatafute chakula, wacha nikatafute biashara. Akaondoka Palestina akaja Misri. Nchi ya Misri ina historia ndefu sana, ndiyo nchi pekee Afrika imeguswa na manabii wengi miguu yao, nchi ya Misri. Na ndio maana kuna historia pale. Historia ya Misri ni ndefu na ni pana. Hata khalifa wa pili wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Umar bin al-Khattabi, aliwahi kuandika barua kuipeleka mto Naili Misri, kuamrisha mto utoe maji, na ulitoa. Angalia watu walivyo wacha Mungu. Mtu anaweza kuandika barua kuamrisha mto utoe maji na maji yanakuja. Alafu kuna wenda wazimu wameshiba ugali na dagaa, wanasema Saidina Umar anakwenda motoni, mabaradhuli wakubwa. Yani mtu ambaye ushamungu wake unaonekana hata kwa vitendo, sio kuiandikia barua mto uweze kutoa maji. Wewe unayemuona Umar hana thamani, hujawahi kuhubiri dini hata mtu mmoja, hata sisimizi hajawahi kuingia kwenye Uislamu kwa maneno yako. Alafu unamuona Saidina Umar mtu wa motoni, kushiba tu ugali na dagaa, basi mtu anakurupuka, anasema, utafikiri kwa sababu maneno halipii bili, hana gharama anayolipia, anakurupuka tu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjalia Nabii Allah Ibrahim, akahama, akaondoka kwanza Mesopotamia. Akaondoka Mesopotamia akaenda Palestina. Alipotoka Palestina akaja Misri. Misri kaja kutafuta riziki, lakini alisafiri na mke wake Bibi Sara, ambaye Sara huyu katika historia ni mtoto wa baba yake, ni watoto wa ammi, wameoana mtu na dada yake. Akaja mpaka Misri. Walipofika Misri, wakati wanaingia katika geti ya Misri, Sara alikuwa mzuri. Duniani mwanamke wa pili kwa uzuri ni Sara. Narudia tena kipande hiki nieleweke vizuri. Duniani mwanamke wa pili kwa uzuri ni Sara, baada ya Bibi Hawa mke wa Nabii Allah Adam. Aliyefuata ni Sara, na watatu ni Bibi Rahma mke wa Nabii Allah Ayubu alayhi salatu wasalam. Yani hawa wanawake watatu ndio magoli kuliko wanawake wote. Hata wakwangu na wakwako akijitia mzuri hamna kitu, pangu pakavu tu. Yani katika ile tatu bora, hao ndo tatu bora. Lakini hawa siku hizi wanatuzeveza. Tukakaa kajiona kwenye kioo, macho makubwa, akaa mjusi, kabanwa na mlango, anaanza kujiita na mimi mzuri kweli, sioni hata mwingine. Anaanza kukuzeveza sasa mzee mzima, mpaka unapata pressure na kuota mvi bila sababu. Kuna watu wanaota mvi za wanawake dhiki zao. Wallahi kuna watu wana mvi za dhiki za wake zao, sio mvi za umri. Wewe makamu ya Saidi Zuberi kuwa na mvi si balaa hili? Dhiki za maisha. Kwa hiyo Bibi Sara alikuwa mzuri. Wale mabwana maaskari wa Farauni, wa yule Firauni, walipomuona Bibi Sara wakapeleka taarifa kwa bosi. Huyu bwana, huyu Farao wa wakati huo alikuwa malaya, anapenda sana wanawake, na mwanamke mzuri yeye alikuwa anamtaka kwa gharama yoyote, wapambe nuksi kuliko mwenye mali. Mnajua nye
wapambe wakapeleka taarifa kwa mzee, kimeingia kitu Misri sio cha kawaida. Ndio kweli mwanamke namtaka huyo jioni. Bibi Sara akachukuliwa jioni, getini wanamuuliza mzee Ibrahim, nani wako? Sema ni dadangu. Maana mzee Ibrahim ashasikia taarifa, ukienda na mwanamke mzuri unakufa wewe. Akaona nani? Sema dadangu. Upande mmoja hakusema kweli, upande mmoja akasema kweli, kwa sababu kitendo cha kuwa yeye ni dada, ni mtoto wa baba yake, wa ammi yake, maana yake ni dada yake kweli, japokuwa kikanuni kesha muoa mkewe, kwa ana haki ya kusema chochote katika hayo mawili. Kinasaba ni dada yake, kisheria ni mkewe. Akaambia huyu dadangu, huyu dadako mzee anamtaka. Sasa anafanyaje naye dadake? Utazuia dadako? Kabidi awe mpole mzee, busara inatakiwa wakati mwingine. Nabii Allah Ibrahim akatafutiwa mahala pa kuishi. Mzee Farao akasema huyo mwenye dadake apewe heshima zote, apewe mahala pazuri, huyo mama namtaka ikulu. Bi Sara akapelekwa kwa Firauni. Ilipofika jioni, Firauni anataka kupiga manyanga kwa haramu. Si mnanielewa wazee wenzangu? Lakini anataka kupiga manyanga kwa haramu kwenye mke wa nabii. Nabii Ibrahim kesha sema na Mwenyezi Mungu maneno. Allah. Bi Sara sio mzinifu, anajua mmewe ni nabii. Lakini wamekwenda kwa dhiki, amekubali maneno hayo ya kuwa dada yake kwa sababu anayempusha mmewe asiuawe. Wote wamemwambia Mungu, hasbi Allahu wa ni'mal wakili. We Mwenyezi Mungu peke yako ndo mlinzi kwa neema ulizotupa, utatulindaje unajua wewe? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtia paralyze huyu bwana mkubwa. Ilipofika usiku anataka kutoka, amwendee Bibi Sara amshike, mikono inapata paralyze. Mkono haunyanyuki. Kila akitaka kumgusa mama mkono haunyanyuki. Akitaka kuinuka apande kitandani ndo kwanza anaporomoka, anaanguka. Basi usiku kucha. Ilipofika alfajiri akaona huyu sio mwanamke wa kawaida huyu. Akawaita watu wake, hebu niambieni, nitieni huyo kakake, huyo mwanamke ana nini? Mimi sijawahi kukutana na hizi issue. Nabii Ibrahimu anaitwa, sawa, mimi nimekwambia ni dadangu na jingine muulizeni mwenyewe. Bi Sara anamtumbulia siri sasa Firauni. Bwana yule sio mke, yule sio kaka yangu, yule ni mume wangu, lakini yule ni nabii. Yule ana siri, anasema na Allah. Yawezekana tukio hili kuna maneno kamwambia Mola wake. Sasa kuna Mungu anaweza kuambiwa kanifanya hivi mimi ambaye ghafla tu nimekuwa hivyo. Tena kiharusi chenyewe nakipata nikisogelea kitanda tu, nikitoka mita 2 mimi mzima. Anasema yule nabii wa Mungu. Akaambia naomba mniitie ni muombe radhi. Akaambia huyo Mungu wako huyo ana nguvu huyo, mimi nimeshamkubali huyo. Huyo nimemuelewa huyo. Kwanza na kuomba radhi kwa tendo la kukaa na mkeo usiku kucha. Nitakupa mali za kukuomba msamaha. Ndio Nabii Ibrahimu anapewa mifugo na wafanyakazi, na Bibi Sara anapewa Bi Hajara, mtoto wa familia kutoka katika nyumba ya nani? Nyumba ya Farao, kwa lengo la kumuomba msamaha kwa kile kitendo cha kukuweka wewe usiku kucha kitandani nyumbani kwangu, japo sikukugusa, sikukufanya chochote, lakini kile kitendo cha kutaka kukudhalilisha, basi namtoa binti huyu awe kwako kama kafara, awe kwako kama mtumwa, awe kwako kama mjakazi, mtumie unavyotaka. Anachukuliwa Bibi Hajira, mtoto wa familia ya kifalme Misri, anapewa bibi nani? Anapewa Bibi Sara, aondoke naye, na ndio wanaanza safari kutoka Misri, wanarudi tena Palestina. Nabii Ibrahim anafika Palestina, ashakuwa tajiri, ana mali nyingi sana. Nabii Ibrahim akawaza, hivi mimi nikiendelea kuishi hivi, niko ugenini, nimejenga kwa watu, maisha yatakuwaje? Alichokifanya akanunua shamba. Akanunua nini?
shamba ndio mji wa Jerusalem. Na sikilize vizuri hapa, na vipande vya fedha alivyonunulia ni dirham 3,000. Hilo shamba alinunua kwa fedha za thamani ya dirham 3,000, akanunua Nabii Ibrahim. Alipokuwa ananunua, aliwaambia wale Mafilisti wa Palestini wenye asili yao pale. Filisti, hawa Filisti ndio wenye asili ya Palestini, ndio wenye asili ya ule mji. Anawaambia, jamani, mimi nanunua shamba, lengo langu nipate pa kuzikia familia, mimi na mke na watoto na wafanyakazi. Naweza kufiwa mimi, nitakosa pa kuzikia. Mnajua familia za zamani kila watu wana makaburi yao Si mnajua historia iko hivyo. Na Nabii Ibrahimu anatengeneza hila, ananunua hekali zile za Jerusalem kwa lengo la shamba la kuzikia. Nabii Ibrahim akanunua shamba lile, akapewa ili apate, na pale palikuwa pori. Nabii Ibrahim alipofiwa na mke wake Bibi Sara, akamzika pale. Ndio historia sasa inaanza kuifanya Yerusalemu kuwa mji. Kabla haujaitwa Jerusalem, tutaelekezana mbele ulikuwaje Jerusalem. Nabii Allah Ibrahim amenunua shamba la kuzikia, pori. Anaishi kijijini, anafikia mahala akitakuzika, anazika pale. Alipofariki mkewe Bisara, akamzika pembeni mwa nyumba yake. Vivyo hivyo na kizazi chake kutoka kwa Sara akawa anakizika pale, isipokuwa Nabii Allah Ismaili na mama yake ambaye ndiyo mke wa Bibi Hajira aliyekwenda kumchukua kama mjakazi wa Sara. Alipokosa kupata ujauzito Bisara, akamshauri Nabii Ibrahim, basi muoe huyu binti yangu, huenda ukapata uzao kwake. Mzee Ibrahimu ndo anamuoa nani? Bibi Hajira. Alipomuoa Bibi Hajira akapata mimba. Alipopata mimba akazaa mtoto anaitwa Ismaili. Kama ilivyo desturi ya wanawake, bi mdogo akipata mimba kabla ya bi mkubwa kidogo anatanuka, ndo kanuni ya wanawake. Akaanza kuwa na maneno ambayo Sara yalimuumiza. Akamwambia Ibrahim, kwa hoja hii mtoe mkeo na mtoto wako waondoke hapa, sitaki kuwaona. Kwa nini sitaki kuwaona? Kwa sababu hapa umenunua shamba kwa ajili ya kunizikia mimi na familia yangu, na huyu alikuwa miongoni mwa familia yangu, na ni kweli anapaswa kuwa mrithi wangu, lakini kwa namna anavyonifanyia mama yake hapa, sitaki kumuona. Mzee Ibrahim ndio anapewa wahai aende ampeleke Sara, ampeleke Hajira na mwanawe katika nchi ya Hijaz, Masjid al-Harami, Maka leo. Akamweka Ismail na mama yake wakawa kiishi pale. Kule familia ikawa inaendelea kukua, watoto wakawa wanaendelea kuzaana. Bisara akapata mtoto baada ya mimba, akamzaa Ishaqa. Ishaqa akamzaa Yakubu. Yakubu akazaa watoto 12 ambao ndio makabila 12 ya wana wa Israeli. Mtoto wa mwisho Nabii Allah Yusuf alayhi salam akafanyiwa vitimbwi. Mnajua historia yake. Nabii Allah Yusuf akataka kutumbukizwa kuuawa. Mwisho akakaa wenyewe akasema, hapana, tusimuue mdogo yetu, tumbukizeni kisimani. Wakamtumbukiza kisima kirefu cha maji. Nabii Allah Yusuf akawa ametumbukizwa kule. Wakachukua kanzu yake wakailalua kwa nyuma. Walipoilalua waichana wakaitia damu ya mbuzi, alafu wakaondoka nyumbani. Wakasema, baba, mwanao kauawa na mbwa mwitu. Kauawa kweli? Sema Mzee Yakubu sasa anaambiwa na watoto wake, kauawa bwana, kauawa haya tu. Kwa hakuna kilichosalia. Anasema kichwa, kila kitu kimeliwa. Nabii Yakubu akaona hizi kamba, huu uongo. Kwa nini alisema uongo? Nileteni mabaki ya hiyo nyama mlizoziona za mwanangu. Asema kila kitu, mpaka kichwa. Asema mpaka kichwa kimeliwa. Hapa ndio Nabii Allah Yakubu aligundua uongo wa kwanza. Simba, chui, mbwa mwitu
akiua huwa hali kichwa. Narudia tena kipande hiki. Simba, chui, mbwa mwitu akiua huwa hamezi fuvu la kichwa, havunji. Kwa hiyo kwa maneno haya tu ikaonekana kuna siri imefanywa, kwa sababu angeliwa kote, lakini wangeona kipande cha kichwa kimebaki. Kaona hawa wana jambo. Nakumbuka wakati huo Nabii Allah Yusuf ndo ameshasema kwamba nimeota mimi nyota 11 mwezi na jua vinanisujudia, na mzee Yakubu ameshagundua kwamba huyu atakuwa mtu mkubwa, akishawakataza asiwaambie ndugu zake Yusufu kwa ubinadamu na utoto, akawaambia ndugu zake wakaanza kujenga chuki wa mama tofauti, kwa sababu Nabii Allah Yakubu alikuwa na wake 4 na watoto 12. Na hapa naomba nisikike kwa wale wa Kristo ndugu zetu wanaotuonaga Waislamu tunao wake wengi, ni malaya tunapenda wanawake. Si kweli. Nabii Allah Yakubu alikuwa na wake 4 na watoto 10 na ngapi? 12. Bibi yake Yesu, huyu Nabii Isa kutoka kwa baba yake, bibi yake ni mke wa 4. Si naeleweka? Bibi yake Yesu ni bibi mdogo katika ndoa. Bibi yake kutoka kwa babu yake mzee Yakubu ni bibi mdogo. Swala la kuoa wake wengi ni maumbile katika Uislamu. Tena sio tu binadamu, Mungu mpaka viumbe vingine kavipangia swala la kuoa wake wengi. Ndio maana tembo budi mmoja majike wengi, simba mmoja dume majike wengi, njiwa mmoja yule mnaita nani? Njiwa yule mwanamume anaitwa nani? Majike anakuwa mengi. Jogoo mmoja kuku majike wanakuwa wengi. Mungu kaumba hivyo. Hata wanyama, hata wadudu wamekuwa na kanuni ya kuishi jike dume mmoja majike wengi. Swala dume mmoja majike wengi. Ndio maana kundi kubwa la swala unaweza kuta madume yako 10 tu, lakini majike yako mpaka 300. Wanawezaje kuwaendesha mle katika swala? Kila swala na wake zake mle wa kuendesha nao maisha, na ikiona mwenzie anakwenda anaona wivu. Gorila wanaishi hivyo, dume mmoja majike wengi. Manyani yale makubwa yanaishi hivyo. Hii ni kanuni ya maumbile Mungu kaipanga. Waislamu kuoa wake wengi wala sio laana, ndio kanuni na utaratibu wa Mungu alivyopanga. Wanawake ni wengi kuliko wanamume. Ndugu zangu, Nabii Allah Yakubu akazaa watoto 12. Nabii Allah Yusufu miongoni mwao, alipotumbukizwa kisimani akalazimika kurudishwa kwenda kuuzwa Misri. Akauzwa Misri, na hiki ndio chanzo cha Wayahudi kwenda kuishi Misri. Mpaka Nabii Allah Musa anawaondoa wana wa Israeli Misri, chanzo ni kwenda kuishi Misri. Babu yao mzee Yusuf. Mzee Yusuf alikwenda kuishi Misri kwa sababu alikuwa utumwani, aliuzwa. Akaishi katika nyumba ya waziri wa fedha, waziri wa fedha wa Misri, waziri wa chakula na hazina wa Misri, ndio alikuwa anaishi ndani kwake. Bizureha akampenda, uzalendo ukamshinda Bizureha, akataka kumbaka Nabii Allah Yusuf. Mungu akamnusuru na balaa hilo, akamsingizia bosi ana nafasi, fanya kazi si lolote. Akakamatwa Yusufu, akatiwa jela miaka 10. Alitumikia kwanza 8, alafu akapigwa na 2 juu baada ya kusahaulika jela. Kilichomtoa Misri, kilichomtoa jela Yusufu ni nini? Ni ndoto ya wale watu wawili. Mmoja akaota kabeba chakula, alafu kuna ndege wanakula. Mwingine akaota ameshika glasi anamnywesha mfalme mvinyo. Akamwambia, wewe unayemnywesha mvinyo mfalme, wewe ndoto yako tafsiri yake utakwenda kukaa katika nyumba ya mfalme, utatolewa jela, alafu mfalme atakufanya mfanyakazi wake wa karibu. Na wewe uliyeota mikate inaliwa na ndege kichwani, wewe utakatwa kichwa. Kweli bwana, siku ya hukumu ikaja hivyo. Mmoja akauawa, mmoja akaachiwa huru, akapelekwa ofisini kwa mfalme. Mfalme akaja akaota ndoto tena, ng'ombe 7 wanakula ng'ombe 7, yani ng'ombe 7 wanene wanakula ng'ombe 7 wembamba. Hii ndoto ikawatesa sana. Mfalme akajiuliza, akaita waganga, akaita wanajimu, wapiga faraki, wakafanya kila walichoweza, lakini kwenye hiyo ndoto wakashindwa. Nabii Allah Yusuf yuko jela.
Yule aliyekuwa ameotewa ndoto anamnywesha mfalme, baada ya miaka 2 kupita ndo anakumbuka. Lakini kuna mtu anajua kutafsiri ndoto. Akamwambia mfalme, mfalme, kuna mtu kule jela anajua kutafsiri ndoto. Aliwahi kuwatafsiria watu fulani ndoto, alafu ikawa hivyo hivyo. Hakusema yeye, sema kuna watu walitafsiriwa ndoto ikawa hivyo hivyo. Yule mimi naamini anaweza yule. Akamwambia basi muiteni. Akaitwa Nabii Allah Yusufu, sasa na miaka 10 jela. Akaja anaulizwa, mimi nimeota ndoto. Kuna ng'ombe 7 wanene wanakula ng'ombe 7 wembamba. Hii tafsiri yake nini? Akaambia hiyo ndogo tu tafsiri yake mfalme. Ng'ombe 7 wanene wanaokula ng'ombe 7 waliokonda, tafsiri yake miaka 7 ya neema itafuatana, baadaye kutakuwa na miaka 7 ya ukame itafuata. Kwa hiyo miaka 7 ya ukame itakula chakula cha miaka 7 ya neema. Cha kufanya tutengeneze maghala, mimi na shauri tutengeneze maghala ili kuhifadhi chakula, kwa sababu dunia itakuwa na ukame mkubwa. Mfalme akasema hiyo ndoto hata mimi nimeelewa tafsiri yake na ninakusimika kuwa waziri wa chakula. Akamtoa jela, akamfanya waziri wa kilimo na chakula. Nabii Allah Yusuf anatoka kuwa mtumwa aliyeuzwa, anakwenda kuwa mfalme, waziri katika nchi, tena waziri wa chakula na kilimo. Wakavuna chakula, wakaweka chakula kingi sana Misri. Baada ya miaka 7 kweli njaa ikawa kubwa. Basi ilifikia mahala mpaka Palestina nako njaa ikaingia. Wale ndugu zake, familia watu 11 wanamuaga baba yao. Baba yao ameshakuwa mzee, amelia mpaka kawa kipofu macho yake kutokana na kilio cha mtoto wake Yusuf. Anaamini Yusufu hajafa, ila hajui yuko wapi. Mama, baba, sisi tumesikia Misri kuna chakula chepesi kupatikana, tunaomba twende Misri tukatafute utaratibu wa chakula. Ambia nendeni wanangu, lakini kuna mwenye mdogo wenu huyu kadogo kenu haka, wakati wa Biniamini, sasa ndo kadogodogo ka mwisho, ambaye ni kaka yake na Nabii Allah Yusuf, ni ndugu yake mdogo na Nabii Allah Yusuf. Anaambia huyu Biniamini naye mnakwenda naye? Anasema ndio. Na ndio ndugu wa Nabii Allah Yusuf wa mama mmoja, baba yao Yakubu, mama yao mmoja. Anasema tunakwenda naye. Anasema huyu naye msimfanye kama mlivyomfanya Yusufu jamani. Anasema kwani baba, si tulikwambia kafa? Uamini mpaka leo tunatuona si wauaji. Wanaondoka. Walipofika Misri, Nabii Allah Yusufu akamuona Biniamini, akamkumbuka ndugu yake. Damu bwana, damu zinacheza, damu nzito. Nabii Allah Yusufu alipomuona Biniamini tu akajua huyu ndugu yangu huyu, na wale kaka zake wote akawakumbuka. Akafikiria, nikiwaambia nitajulikana mimi historia yangu, hapa lazima nifanye mbinu. Nabii Allah Yusuf ilipofika usiku, jioni ile, wakati kwa sababu watu walikuwa wananunua chakula kwa foleni wale ndugu wa Yusuf wakapanga foleni moja, wanakwenda mpaka pale. Walipofika, yule Biniamini ndio alikuwa wa mwisho kuwekewa chakula. Wakapata kwanza wale wakubwa ambao wana uwezo mkubwa wa kubeba vitu vingi, alafu ile portion ya Biniamini ndio ikawa ya mwisho. Akachukua akawapimia, akapima, alafu akachukua pishi ile ya kupimia ile, akatumbukiza kwenye mzigo wa Biniamini, alafu kafungwa pamoja. Walipotoka tu, Yusuf akatangaza kikapu kimeibiwa cha kupimia. Search. Maaskari wakafungua mizigo yote. Angalia mizigo yote, wanaukuta mzigo wa Biniamini ndio una nini? Una kikapu cha kupimia. Yusuf akatoa amri, mwizi wa kikapu akamatwe, abaki aende jela, na waliobaki waondoke, hawatakiwi kuonekana kwa sababu wezi. Wanajiuliza wale mabwana, tulisisitizwa na baba Biniamini arudi. Haya, leo tunamwacha jela. Yusufu tulimwambia kaliwa na mchu, asijui kaliwa na mbwa. Huyu tunaenda kumwambia nini? Wazee wale walipata shida sana, lakini hawana namna, ilibidi lazima warudi. Wanarudi nyumbani, Biniamini anakwenda jela. Usiku Nabii Allah Yusuf anakwenda kumuona ndugu yake jela. Anauliza, wewe si Biniamini? Anasema ndio. Unanijua mimi? Anasema simjui. Unajua yule alikuwa mdogo, huyu alikuwa mkubwa. Sasa sikujui. Anasema mimi kaka yako, mimi ndio Yusufu mimi. Sema wewe ndio Yusufu? Yusufu huyu kaka yangu alikuwa kaliwa na wanyama, nimeambiwa kaliwa na mbwa. Sema ndo wewe? Ndo mimi ndio Yusufu. Biniamini anamkumbatia kaka yake,
anapata furaha, anapata faraja, analia machozi ya furaha. Nabii Allah Yusuf anamwambia sasa, usiseme kwamba we ndugu yangu, unyamaze tu, mimi nitajua utaratibu wa namna ya kufanya. Jioni kesho yake akalala, akakaa naye siku 2-3, kisha akatengeneza msafara kwamba basi tunamwachia huru. Bosi tena, waziri akiamua nani wa kuuliza, tunamwachia huru, rudi nyumbani, lakini ninachotaka mtapeleka na zawadi. Nampa na zawadi kidogo na msafara wa wanyama na vyakula, anarudi Misri. Kutoka Misri anarudi Palestine. Benyamini anafika nyumbani, anamkuta baba yake ameshakuwa mgonjwa hoi tabani. Anakumbuka vifo vya watoto wake wapenzi wawili wadogo. Benyamini siku anaingia nyumbani, anamkuta Nabii Allah Yakubu ana machozi, na ndo keshazidiwa, ashakuwa kipofu kutokana na kilio, hanyamaziki mzee wa watu, hata kikula muda wote anakumbuka Benyamini na Yusufu, watoto wake wapendwa. Lakini mwisho wa siku Allah subhanahu wa ta'ala alipomfanya Nabii Allah Yusuf, wakati anaondoka alimwambia Benyamini, nenda na kanzu yangu hii, yani chukua hii kanzu yangu, ukifika kwa baba hii kanzu mkabidhi. Alimpa kanzu ambayo Nabii Allah Yusuf ameivaa, hajaifua. Si naeleweka sawa sawa? Benyamini anafika nyumbani, anakutwa na Nabii Allah Yakubu mwanawe, anamwambia nani? Tunamwona Benyamini yuko nje, amerudi yeye. Anaingia ndani, anamkumbatia babake, anamwambia ndugu zangu wote tokeni nje na siri za kuzungumza na baba. Ndugu anatoka nje, Benyamini sasa anampa story Nabii Allah Yusuf, Benyamini anampa story babake kwamba baba, nimekutana na kaka Yusufu, yuko hai. Mzee amini, anamuuliza yuko hai mwanangu? Asema naam, yuko hai. Umemuona? Asema ndio, nimemuona. Mtaaminije umemuona? Yusuf akamwambia amenipa kanzu yake. Anafungua mkopa, anatoa kanzu. Nabii Allah Yakubu alipoinusa kanzu ya mwanawe, alipoirudisha tu mapajani mwake, macho yake pale pale akaona. Muujiza huo, kutoka kwa kipofu anaona kwa kanzu. Muujiza wa kanzu ya Nabii Allah Yusuf, akaona. Nabii Allah Yusuf, yani mzee Yakubu, akaona kuanzia wakati ule kwa kuiona kanzu ya mwanawe. Mzee Yakubu akasema, sitaki kufa mpaka nimeiona sura ya mwanangu. Kisha kuwa mzee, akawalazimisha utengenezwe msafara, warudi tena wapi? Misri. Wakaja mpaka Misri tena, wakafika Misri, akawapokea Nabii Allah Yusuf na ndugu zake, wakaanza maisha mapya na Yusufu nyumbani katika nchi ya Misri. Na wakati huu Misri sasa ashakuwa waziri mkuu, ana uwezo, anaheshimika Nabii Allah Yusufu. Ndugu zake wakaanza makazi pale, wakaishi kwa miaka kadhaa. Nabii Allah Yakubu akafariki dunia. Kabla hajafariki, Nabii Allah Yakubu akaacha wasia kwamba msinizike katika nchi hii ya ugenini, nikifa mkanizike kule kule nyumbani walikozikwa baba yangu, alikozikwa na mama yangu, alikozikwa na babu yangu, alikozikwa na bibi yangu. Akimaanisha alipozikwa Ishaka na mkewe, Nabii Allah Ishaka na mkewe, na Nabii Allah Ibrahim na mke wake bibi Sara, mkanizike pale pale. Nabii Allah Yakubu alipofariki, watoto wakaamua kusafirisha maiti kutoka Misri kuileta katika nchi ya Palestina. Sasa maiti inasafirije? Huo msafara ni miezi 3. Hiyo njia kutembea na wanyama ni miezi mingapi? 3. Maiti miezi 3 itaoza. Ndipo wanapata maelekezo kutoka kwa Wamisri watengeneze mtumbwi. Mtumbwi mnaujua? Ngalawa, si mnaijua? Sanduku lakini la mti, alafu maiti ikawekwa, ikamiminwa asali. Nabii Allah Yakubu akamiminiwa asali, mtumbwi ukajaa asali, ukafungwa. Alafu safari ikaanza kutoka Misri kurudi Kanaani. Miezi 3 wamesafiri, maiti hakuharibika. Hapa ndio tunaanza kuona jokofu la kwanza la kuhifadhia maiti, asali. Na sio asali tu kwa maana ya maiti, asali hata kwa nyama ya ng'ombe na mbuzi.
chinja mbuzi wako, chinja ng'ombe wako, chuna, kata mapande. Ukiona huna friji na unajua itaharibika, kuibanika utaki, unataka kuila fresh, tafuta asali, tumbukiza kwenye asali nyama, mwaka mzima haiozi mzee, haiozi. Unatoa kipande, unasafisha, unakata, unakula fresh. Kwa nini? Kwa sababu asali ina anticongodant, ina peroxide, hakuna bakteria anaweza kuingia kwenye asali. Si mnanielewa nyi Waislamu? Nabii Allah Yakubu anasafirishwa kutoka Misri kurudi Kanaani kwa njia hiyo, akazikwa. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika surati Isra, subhanalladhi asra biyabdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Mungu anasema alladhi barakna, msikiti ambao tumeubariki, masjidi Aqsa huo, haulahu, na vinavyouzunguka tumevibariki. Miongoni mwa vinavyozunguka msikiti wa Palestina ambavyo vimebarikiwa na Allah ni makaburi ya vipenzi vya Mwenyezi Mungu, manabii wa Allah, akiwemo Ibrahim alayhi salam, bibi Sara mke wa Nabii Ibrahim, Nabii Ishaka, Nabii Yakubu, wamezikwa wao na wake zao katika msikiti wa Baitul Maqdis. Hawa ni vitukufu vya Mwenyezi Mungu vilivyobarikiwa. Miongoni mwavyo katika 7, miongoni mwavyo ni hivyo. Historia ilikwenda hivyo, wa Misri wakazalamia katika wa Palestina wakazalamia katika nchi ya Misri mpaka alipoletwa Nabii Allah Musa ili waondolewe Misri kurudishwa Kanaani. Sasa ilikuwaje mpaka ikafikia mahala wa Palestina na Waisraeli wanagombana leo? Tutaendelea mada ijayo kuanzia hapa. Nikiitangaza imada uje usikilize kwa kina, vipi imetokea mauaji haya ya Wapalestina na Waisraeli, hali ya kuwa katika kizazi cha Nabii Allah Ibrahim kuna watoto wa Ishaka na kuna watoto wa Ismaili. Watoto wa Ismaili ndio hawa waliopo Maka, na watoto wa Ishaka ndio wale Mayahudi. Hawa wa Palestina ni kina nani, na kwa nini wanakuwa Waarabu, na kwa nini kunakuwa na mapigano wakati watoto wa Ismaili walihamia jangwa la Parani? Kwa sababu Ismaili alikuja kuishi Parani na mamake, na Mwenyezi Mungu anaripoti ndani ya Qur'ani wakati yuko Maka, Nabii Ibrahimu anawaacha jangwa kame, hakuna mtu. Alifikia mahala Nabii Ibrahimu akamwambia Mwenyezi Mungu, ubariki mji huu na waacha mwanangu na kiacha kizazi changu na watoto wangu hapa. Mwenyezi Mungu patie baraka katika mji huu na jalia matunda na vyakula. Tangu wakati ule Mwenyezi Mungu akatengeneza njia, misafara yote ile kwenda Shamu ikawa inapita Maka, na pale pakawa mji mkubwa. Lakini waanzilishi wa kwanza wa kuishi pale baada ya jengo la kale kujengwa na kuvunjwa alikuwa bibi Hajara na mwanawe Nabii Allah Ismaili. Sasa Wapalestina ni kizazi gani? Hapa ndo nataka tujifunze. Wapalestina ni Waarabu wa kizazi gani? Ni cha Ismaili? Wanapataje haki ya kuwa nchi yao? Kwa nini Mayahudi sasa wanaonekana pale wageni? Ndio tutakuja mpaka mwaka 1948 baada ya vita kuu vya pili vya dunia vya Adolf Hitler na kuwamaliza 1945 48. Baada ya vita hivyo Adolf Hitler alipowamaliza Mayahudi, walipokimbia, jukumu wakapewa taifa la Uingereza wahakikishe wanawatafutia maisha ya kuishi Mayahudi. Wakati huo Mayahudi wote duniani wakiwa 120,000 tu wakatafutiwa mahala pa kuishi. Option ya kwanza walitakiwa wakaishi Uganda, ambayo ilikuwa ni koloni la Uingereza. Ilikuwaje Uganda ikashindikana? Ilikuwaje wakahamishwa wakapeleka Palestina? Na waliokwenda pale walikuwa wangapi? Walikuwa wachache sana, hawazidi 35. Lakini mwisho wa siku walijikuta wameifanya Palestina yote ni mali ya Wayahudi. Nini walichofanikiwa? Walinunua ardhi kutoka kwa Mayahudi, kutoka kwa Wapalestina maskini. Na hapa ndio utakapojifunza historia ya kuuza ardhi yenu. Nyie Wanyamwezi mnisikilize vizuri. Kuuza ardhi za mjini. Kariakoo ya Wazaramo leo yote ishakuwa ya Wachaga na watu wa kutoka Njombe na Iringa. Ukisikia gorofa hakuna tena la Mzaramo. Utakuta la Myemeni, utakuta la Mchaga, utakuta la Mkinga kutoka Njombe. Ndo Kariakoo ilivyo leo. Wakati ulikuwa mji, mwanamume Mzaramo, mwanamke Mmanyema au Mnyamwezi. Si mnanielewa? Mume Mdengereko, mke Mmanyema au Mnyamwezi.
lakini leo haipo tena. Hata hii Tabora, haya makabila ya Kimanyema yalikuwa na historia, na ndio maana msikiti unaitwa Manyema. Kuna historia. Dar es Salaam kuna msikiti wa Manyema, kuna historia. Lakini leo ukimtafuta Manyema anayezunguka msikiti, sijui kama yupo. Tayari wenyeji wameshaondolewa, wageni wamechukua nafasi. Hatukatai maendeleo na mchanganyiko, ujamaa, lakini kuwa makini na ardhi. Mgogoro wa Palestina historia yake ni ardhi. Nani mwenye haki ya ardhi? Nifuatilie mada ijayo, tuseme inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.